ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عليم يا حليم. أما بعد، tunamshukuru Allah Jalla wa Ala na tunamtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah, kitabu kilichoandikwa na nukhbatun min al-ulama jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira. Tulikuwa katika kitabu al-Hajj na tumemaliza alhamdulillah. Tulikuwa tunaingia katika mambo ya udhiya na aqiqa, lakini kwa mnasaba wa siku hizi tulizonazo tunaingia Shaaban, na baada ya Shaaban tunaingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo ni vyema basi tukayaangalia masala ya siyam, ili tukiingia kwenye funga na Ramadhani tuingie kwa utambuzi na ilmu insha Allah. Kwa hiyo tutarudi nyuma kidogo, na kama ilivyo kawaida yetu ikifika kipindi cha siyam huwa tunasoma kitabu siyam. Inakuwa ni ilmu alhali, ile elimu ya ile hali mtu ulionayo ni bora zaidi kuliko ile ilmu al-maal, ilmu ya mambo ambayo yanayotarajiwa. Tayib, kwa hiyo anasema rahimahullahu ta'ala, rabi'an kitabu siyam, kitabu kinachoeleza masala ya funga. Wayashtamilu ala 5 abwabin, na kitabu hichi kinakusanya milango mitano. Albabu alawwal, tukianza na mlango wa kwanza, huu unaeleza fi muqaddimati siyam, mambo ya utangulizi katika funga. Wa fihi masail, na ndani yake kuna masail mbalimbali, ikiwemo almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza inaeleza taarifu siyami wa bayanu arkanihi, maana ya funga na kubainisha nguzo zake. Taarifu siyam, maana ya funga, wa bayanu arkanihi, na kubainisha na kuweka wazi nguzo zake. Tukianza na taarifu huu, maana yake nasema siyamu fi lugha, funga katika lugha ya Kiarabu maana yake ni al-imsaku an shay'i, ni kujizuilia kutokana na kitu. Al-imsaku an shay'i, kujizuilia na kitu fulani hivi usikifanye, hiyo ndiyo inakuwa ni funga, kama ilivyokuja katika Qur'an katika suratu Maryam, na pale katika kisa chake alipokuwa na wasiwasi ya kwamba atakuja kuulizwa, kwa nini wewe umebeba mimba hali ya kuwa hujaolewa, basi akaambiwa, fa imma tarainna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Basi ikiwa utaonana na mtu yoyote, basi sema, hakika yangu mimi nimeweka nadhiri kufunga leo. Funga gani? Lan ukallima alyawma insiya, sitomsemesha leo binadamu yoyote. Leo sitomsemesha binadamu yoyote. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kujizuilia kutokana na mazungumzo, sawa Kwa hiyo pale imekuja sauman kwa maana ya imsak, kujizuia kilugha, sawa Wa fi shar'i, na katika sharia imekuja funga ni al-imsaku anil akli washurbi, ni kujizuilia kutokana na kula na kunywa. Wasairi almuftirati, na mambo yote yenye kufunguza. Al-imsaku anil akli washurb ni kujizuilia kutokana na kula na kunywa
wasairi almuftirati, na mambo yote yenye kufunguza, maa nia, pamoja na nia. Min tului alfajri as-sadiq, tokea kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Hiyo ndiyo maana ya funga. Imekusanya mambo kadhaa: al-imsaku anil akli washurb, kujizuilia kula na kunywa, na hii ni maarufu. Hata watoto wadogo ukiwaambia kufunga, basi anafahamu moja kwa moja kujizuia kula na kunywa. Lakini pia kuna sairi almuftirat, mambo mengineyo yenye kufunguza ambayo yatakuja kuelezwa hapo mbeleni. Maa nia, lakini kuwe pamoja na nia, iwepo nia, isiwe mtu kajizuilia tu kula na kunywa akawa hana nia ya kufunga kiibada, basi hiyo haitokuwa ni funga. Kama wale ambao wanaojizuia kula na kunywa vizuizini kule kwa kusindikiza madai pengine ya kusikilizwa au kuachiwa huru, wanajizuilia hawali wala hawanywi. Sasa je, ile tutaita ni funga? Eti mashekhe, hatoita funga kwa sababu hakuna nia pale ya kufunga. Na hata kama atakuwa na nia ya funga, tumekatazwa sisi kutokana na funga ya nini? Alwisal, funga ya kuunganisha. Mtume za sallam aliikataza hii, na akawakataza maswahaba, na alipowaona kwamba wanaendelea, kwa sababu yeye Mtume sallam katika khasais zake yeye alikuwa anaruhusiwa, kufunga zaidi ya siku moja, sawa, kufunga siku 2, 3 na kuendelea, haftari wala halidako. Sasa masahaba walivyoona vile, na wao kutokana na ile shauku kubwa ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ndipo wakamuiga, lakini aliwakataza. Lakini wakaona Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa anatunyima na sisi tunazitaka hizi khairi, sio ukaidi, ile musabaka ila alkhairat, kukimbilia mambo ya khairi. Basi akawaunganishia Mtume sallallahu alaihi wasallam maksudi. Basi alipounganishia tena, mwezi ndo ukaonekana ule wa Shawwal, ilikuwa Ramadhani, ndo akawaambia kwamba lau kama usingelionekana mwezi, basi ningekuunganishieni tena na tena, katankili lahum, kama vile kuwakomesha wasimuige baadhi ya mambo, sawa. Kwa hiyo hata mtu akiwa amejizuilia kula na kunywa kwa nia ya kufunga, lakini akawa hakula futari wala hajala daku, huyo hatuhesabika kwamba ni funga, kwa sababu ni funga iliyokatazwa tayari. Kwa hiyo iwe kuna nia, min tului alfajri as-sadiq, tokea kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, muda huo tokea kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, sio ile alfajiri ya kwanza ya adhana ya kwanza. Hii ni alfajiri ile ya pili ya adhana ya pili. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, maana magharibi kuingia. Tayib, tuangalie arkanuhu, nguzo zake ufunga. Nguzo zake min khilali taarifi siyami fi listilah, kupitia maana ya siyam katika istilahi, katika sharia. Yattadhihu anna lahu ruknaini asasiyain, inabainika ya kwamba funga ina nguzo mbili za msingi. Inabainika kwamba funga ina nguzo mbili za msingi. Huma, nazo ni kama ifuatavyo: al-awwal, nguzo ya kwanza, al-imsaku anil muftirati, ni kujizuilia kutokana na mambo yenye kufunguza. Min tului alfajri ila ghurubi shams, tokea kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua, sawa. Hii ni nguzo ya kwanza, kujizuia na mambo yenye kufunguza
kula na kunywa na mambo yote yenye kufunguza tokea kuchomoza kwa alfajiri ile ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Hii ni nguzo moja. Wadalilu hadha ar-rukni qawluhu ta'ala, na dalili ya nguzo hii ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum, basi hivi sasa waendeeni hao wake zenu, waingilieni hao wake zenu na mtafute kile alichoandika Allah kwenu nyinyi, ikiwa ni riziki ya watoto au mambo mengineyo. Kwa hiyo wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na tafuteni kile alichokiandika Allah kwenu nyinyi. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu, mpaka ubainike kwenu nyinyi uzi mweupe, min alkhayti alaswadi, kutokana na uzi mweusi, min alfajri, kutokana na alfajiri. Yani kuleni na kunyweni mpaka ikupambanukieni ile alfajiri ya kweli itokanayo na alfajiri ya ambayo si ya ukweli, alfajiri ya kwanza. Sawa Thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha kamilisheni funga mpaka usiku, yani baada ya kuzama kwa jua. Sawa. Na hapa imekuja ruhusa hii ya kukutana na ahli usiku wa funga, kwa sababu mwanzo ilivyofaradhishwa funga ilikuwa hairuhusiwi jambo hilo, hata ule usiku wa funga hairuhusiwi. Sawa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na rehma zake baadaye akaja kuruhusu kwa ule usiku wa funga, kama alivyosema Allah jalla wa ala, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, au pale aliposema kwamba hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao ni vazi kwenu nyinyi na nyinyi ni vazi kwa wao. Alima Allahu, amekwisha jua Allah subhanahu wa ta'ala, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kwamba nyinyi mlikuwa mnazinyima nafsi zenu, fataba alaikum wa afa ankum, kwa hiyo Allah ametubia kwenu nyinyi na amekusameheni. Fal'ana bashiruhunna, basi hivi sasa changanyikeni nao wake zenu. Ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum, al-aya ikaendelea. Na mwanzo imeanza vipi aya? Uhilla lakum laylata as-siyami arrafathu ila nisa, imehalalishiwa nyinyi katika usiku wa funga kuingiliana na wake zenu. Sawa Tayeb. Kwa anasema hapo walmuradu bil khayt al abyad, na makusudio ya huu uzi mweupe, wal khayt al aswadi, na uzi mweusi, bayadu nahari wa sawadu llaili, ni weupe wa bayadu nahari, ni weupe wa mchana, wa sawadu llaili, na weusi wa usiku, kama ambavyo tulivyoelezana ya kwamba kinachokusudiwa katika ubainika ule uzi mweusi kutoka na uzi mweupe, kinachokusudiwa pale nini? Ni ule ukanda. Uzi mweusi ni ule ukanda wa alfajiri unaoonekana upande wa mashariki. Kwa hiyo inakwenda ile mpaka unakuja ukanda mweupe unaopita hivi unavyotanda, na kama alivyosema Mtume SAW kwamba innahu kadhana bisarahan, ni kama vile mkia wa mbwa mwitu unavyokuwa imetanda ile alfajiri, weupe ule. Kwa hiyo kwa wale wanaojua masala ya anga, akiangalia tu mashariki kule, akiona ule weupe wa alfajiri umetanda, basi anajua kwamba hapa tayari alfajiri imeshaingia. Sawa anajua kwamba alfajiri imeshaingia. Ndio maana mmoja katika masahaba
aliifahamu kidhahiri yake tu hii aya. Kwa hiyo yeye akajifungia ndani, akawa na uzi mweupe na uzi mweusi. Kwa hiyo akawa hajaanza kufunga mpaka ilipombainikia uzi mweupe upi na uzi mweusi upi, ndio akaanza kufunga. Hapo manake ndio ushakucha, manake kweupe. Lakini baadaye kwa kwenda kwa Mtume sallam akaelezwa kwamba makusudio sio hayo, makusudio ni ile alfajiri. Sawa, na hapo ndio tunapata funzo kwamba tusitafsiri mambo ya dini, Qur'ani na hadithi kwa akili zetu. Natakiwa tupokee elimu ya dini, hupokewa kutoka kwa wenye hiyo ilmu, kutoka kwa mashehe, maulama. Sawa, ndio unatakiwa upokee ilmu, sio ujisomee au tafsiri vile utakavyo mwenyewe. Tayari athani, nguzo ya pili, an-niyya, ni kutia nia. Bi an yaqsida as-saimu bihadha al-imsak, ni kwamba ni kukusudia mfungaji kwa kujizuilia huku, anil muftirati, kutokana na mambo yenye kufunguza, ibadat Allah azza wa jalla, ibada ya Allah azza wa jalla. Sawa, yule anayefunga akusudie kupitia hii funga yake kumwabudu Allah azza wa jalla. Fabinniyati tatamayazu al-a'malu al-maqsudatu lil'ibadati an ghayriha min al-a'mal. Kwa hiyo kupitia nia hupambanuka zile amali zilizokusudiwa kama ni ibada kutokana na nyinginezo katika amali. Kama tulivyotoa mfano hapa, mtu anaweza akajizuia tu asile, pengine anasema niko kwenye diet, kwa hiyo mchana kutwa mie sili, akuja kula usiku. Sa huyu yeye kutokana na ile nia yake, basi huyu hatutomhesabu kwamba amefunga, kwa sababu hakukusudia ibada katika ile kujizuia kula na kunywa na yale mambo yenye kufunguza. Kwa hiyo vile vile, wa binniyati tatamayazu ibadatu ba'daha an ba'd, lakini kwa nia vile vile hupambanuka ibada baadhi yake kwa nyingine, zenyewe zinapambanuka kupitia nia. Kwa hiyo ndio maana kuna funga za sunna, kuna funga za fardhi. Sawa. Kwa hiyo wewe umefunga, sawa, lakini umefunga funga ipi? Funga ya sunna au funga ya fardhi? Mfano mtu akisema mimi ndo sijala mchana kutwa, wacha nilipe ile funga ninodaiwa hiyo, itaruhusiwa? Hairuhusiwi. Ataambiwa wewe kwa kuwa unalipa, basi ulitakiwa unuie tokea kabla hujaianza hiyo funga, kabla ya muda wa kuanza kufunga ambao ni alfajiri ya kweli. La, akisema wakati ule ule basi mimi bora ninuie kufunga tu sunna, vipi? Tutamwambia unaruhusiwa. Kwa hiyo kupitia nia hupambanuka funga zenyewe kwa wenyewe. Kuna zile ambazo zitakuwa ni za sunna na kuna zile ambazo zitazokuwa ni za fardhi. Kwa hiyo fayaksidu as-saimu bihadha as-siyami, kwa hiyo hukusudia mfungaji kwa funga hii, imma siyama Ramadhan, ima atakusudia ni funga ya Ramadhan kama ambayo inayotukabili hapo punde, au ghayruhu min anwa'i siyam, au nyingineyo katika aina za funga, au ghayruhu min anwa'i siyam, au nyingineyo katika aina za funga. Wa dalilu hadha ar-rukni qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na dalili ya nguzo hii ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote hulipwa kwa mujibu wa nia, hadithi maarufu. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika kila mtu atapata kile alichoinuia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika kila mtu atapata kile
kinuia. Sawa Tayib. Hadithi hiyo rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tayib. Almas'alatu athaniya, mas'ala ya pili hii inaeleza hukmu siyami Ramadhani wa dalilu dhalik, hukmu ya funga ya Ramadhani na dalili ya haya. Funga ya Ramadhani na hukmu gani na ipi ni dalili yake? Wanasema wanazuoni rahimahumullahu ta'ala, farada Allahu azza wa jalla siyama shahri Ramadhan, amefaradhisha Allah azza wa jalla funga ya mwezi wa Ramadhan, waja'alahu ahada arkani al-islam al-khamsa, na akaijalia funga hii ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu kama inavyojulikana Wadhalika fi qawlihi ta'ala, na hayo ni katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, yani enyi mlioamini, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliopita kabla yenu, ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliopita kabla yenu katika ahlul kitab, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika suratul Baqara aya ya 185. Ni aya maarufu ambayo inayoeleza ulazima na ufaradhi wa kufunga, kwamba sisi tu kutiba alaina, yani furidha alaina, imefaradhishwa kwetu sisi. Lakini pia ni ishara ya kwamba funga hii sio mahsusi kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, bali nyumati zilizopita zilikuwa zinafunga. Sawa na lengo la funga ni nini? La'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu funga iliyokamilika, wanasema sio ile kujizuilia tu kula na kunywa na mambo yote yenye kupunguza, bali ni kujizuia nafsi na viungo vyote kutokana na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuilea nafsi, malezi ya nafsi, kuizoesha hata yale mambo ambayo ni ya kawaida yamehalalishwa, basi mtu anajizuia wakati wa funga, kupewa mazoezi ya kwamba wewe binadamu unatakiwa uwe unatekeleza maagizo ya Mola wako. Hata yale ya halali ukiambiwa uyaache, uwe tayari kuyaacha. Sawa, chakula chako cha halali kile pale umekichuma mwenyewe, imepikwa, kishawekwa, lakini muda haujafika, vipi? Inakuwa ni haramu kwako wewe. Lakini muda ukifika inakuwa ni halali. Kwa hiyo malezi ya nafsi tunalelewa kwamba tuwe ni watiifu, na tusiwe tunahoji sana, inakuwaje sasa, kuna tofauti gani kati ya riba na faida? Hakuna tofauti. Hapana, tofauti ipo. Tofauti ipo kati ya riba na faida. Faida ni halali, riba ni haramu. Zinaa ni haramu, ndoa ni halali. Sawa kwa hiyo tofauti ipo katika muundo, ile njia ya kuliendea jambo. Je, umefuata njia sahihi? Tayari Naam. Kwa hiyo uchamungu ndo lengo la siyam. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan linnas, kuwa ni uongofu kwa watu, wa bayinatin min alhuda walfurqan, na dalili za wazi zitokanazo na uongofu na upambanuzi kati ya haki na batili. Sawa faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi, basi na aufunge. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi, basi na aufunge. Kwa maana yupo hadhir katika mji na mwezi umeandama, basi ni lazima kwake yeye kufunga.
Sawa Kwa hiyo falyasumhu ni amrihi ambayo inayotuamrisha sisi mwezi ukiandama tufunge pale tulipo. Walima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, na kwa hadithi aliyopokea Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yake na baba yake amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, bunia alislamu ala khams, umejengwa uislamu juu ya nguzo 5. Hadithi maarufu, shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqami salah, na kusimamisha sala, wa itai zaka, na kutoa zaka, wa saumi ramadhani, na kufunga Ramadhan, wa saumi ramadhana, na kufunga Ramadhani, wa hajji baiti llahi alharam man istataa ilayhi sabila, na kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu kwa yule aliyeweza kushika njia ya kuelekea huko, yani kwa mwenye uwezo. Sawa Kwa yule mwenye uwezo basi atatakiwa atekeleze ibada ya hija. Kwa hiyo hizi ni nguzo 5 za Uislamu, ambapo funga ya Ramadhani imo ndani yake, ni nguzo katika nguzo za Uislamu kama inavyojulikana. Hadithi hiyo rawahu al-Bukhari wa Muslim. Vile vile kuna hadithi nyingine, lima rawahu Talha ibn Ubaidillah, hadithi aliyopokea Talha bin Ubaidillah, anna a'rabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam tha'ira ar-ra's, hakika kulikuwa na bedui mkazi wa majangwani, mchungaji wa kondoo na ngamia. Sawa alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam huku akiwa na nywele matimtim, tha'ira ras. Faqala ya rasul Allah, akasema ewe mtume wa Allah, akhbirni madha farada Allahu alayya min as-siyam, nikhabarishe mimi ni kitu gani alichofaradhisha Allah juu yangu katika funga. Amenifaradhishia nini mimi Allah katika kufunga? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shahra Ramadhan, Allah amefaradhisha mwezi wa Ramadhan nyinyi kufunga, ndio aliofaradhisha. Qala hal alayya ghayruhu, akasema je, mimi ninalazimika kufunga funga nyinginezo zaidi ya hii Ramadhani? Qala la, akasema hapana, kufaradhishiwi, illa an tatawwa shay'an, isipokuwa utakapofanya ziada ya kitu chochote, yani isipokuwa utakapofanya sunna wewe mwenyewe. Funga za sunna itakuwa ni khiari yako, lakini kwa funga za fardhi ni mwezi wa Ramadhani peke yake. Alhadith, hadithi ikaendelea ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo hii ni hadithi nyingine inayoonyesha kwamba funga ya Ramadhani ni lazima kwa kila ambaye ataikamilisha masharti. Wakasema wanazuoni, waqad ajma'at al-ummatu, na kwa hakika umekusanyika umma, umekubaliana umma, ala wujubi siyami Ramadhan, juu ya wajibu wa kufunga Ramadhan, wa annahu ahadu arkani al-islam, na kwamba hii ni moja katika nguzo za Uislamu, allati ulimat min ad-dini bid-darura, ambazo zimejulikana katika dini kwa lazima. Kila aliyekulia katika Uislamu taban anajua kwamba funga ya Ramadhani ni fardhi. Wa anna munkirahu kafirun, na kwamba mwenye kuipinga huyo ni nani? Ni kafir. Murtaddun anil islam, anakuwa amertadi na ametoka katika Uislamu. Sawa ambaye anaipinga funga ya Ramadhani na tayari hoja imeshasimamishwa kwake, kwa maana amefahamishwa, basi huyo atakuwa ameritadi. Naudhu billahi min dhalika. Wanasema fathabata bidhalika fardhiyatu sawmi, kwa hiyo kumethibiti kwa hayo aliyotangulia ufaradhi wa funga, yani wajibu na ulazima wa kufunga, bilkitabi was sunnati wal ijma', wa Qur'ani
na sunna na kwa makubaliano ya wanawazuoni. Wa ajmaa almuslimun, na wakakubaliana Waislamu ala kufri man ankarahu, juu ya kufru ya yule mtu ambaye atakayepinga. Sawa Wa ajmaa almuslimun, na wamekubaliana Waislamu ala kufri man ankarahu, juu ya kufru ya mtu ambaye atakayepinga wajibu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tumeona kupitia masala hii hukumu ya funga ya Ramadhani na dalili zake. Insha Allah katika darasa ijayo tutakuja kuendelea na aqsam as-siyam, aina za funga na vigawanyo vyake, lakini pia tutakuja kuangalia na fadhila na hikma ya funga na mambo mengineyo, masharti kadri ambavyo Allah atakavyotuwezesha. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, na huku tumefikia wapi? Naam, naam Sheikh. Naam 30. طيب. وبعد البعث ndio nasema rahimahullah ta'ala, wa ba'da al-ba'th muhasabun, na baada ya watu kufufuliwa watahesabiwa. Tumuombe Allah atupe hisabu nyepesi. Allahumma hasibna hisaban yasira, ewe Mola tupe hisabu iliyokuwa ni nyepesi. Kwa hiyo baada al-ba'th muhasabun, na baada ya kufufuliwa watu watahesabiwa. Wa majziyuna bi a'malihim, na watalipwa kwa matendo yao. Wadalil, na dalili ya hayo qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema liyajzi alladhina asa'u bima amilu, ili awalipe wale waliofanya vibaya katika yale walioyatenda. Wayajzi alladhina ahsanu bilhusna, na awalipe wale waliofanya mema kwa wema. Waliofanya mabaya watalipwa, na waliofanya mema watalipwa wema. Allah atujalie katika wema ambao tutakaolipwa mema. Waman kadhaba bilba'thi kafar, na atakayekadhibisha kufufuliwa huyo amekufuru, ametoka katika Uislamu, kwa sababu Muislamu atakiwa aamini bil yaumil akhir, aamini siku ya mwisho na siku ya mwisho inakusanya ndo hayo mambo ya kufa, kufufuliwa, neema za kaburini na adhabu za kaburini na kadhalika katika mambo ya ghaibu. Kwa hiyo atakayekadhibisha kufufuliwa huyo amekufuru. Wadalilu qauluhu ta'ala, na dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wamedai wale ambao waliokufuru ya kwamba hawatofufuliwa. Qul bala wa rabbi, sema hapana na ninaapa kwa jina la Mola wangu, la tub'athunna, wallahi mtafufuliwa, thumma latunabbaunna bima amiltum, kisha mtapewa habari kwa yale yote mlioyatenda, yale yote mtaelezwa na mtapewa habari. Wadhalika ala Allahi yasir, na hayo kwa Allah ni mepesi. Wadhalika ala Allahi yasir, na hayo kwa Allah ni mepesi, sio mazito. Wa arsala Allahu jamia ar-rusul, na ametuma Allah mitume wote, mubashirina wa mundhirin, wakiwa wanatoa bishara njema, habari njema kwa wale ambao watakaofanya mema, wa mundhirina, na wenye kuonya kwa wale ambao wenye kufanya mabaya. Wadalilu qauluhu ta'ala, na dalili ya hayo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume hiyo iliyopita ilikuwa ikibashiria na kuonya. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili kusiwe kwa watu juu ya Allah kuna hoja yoyote baada ya kupita mitume. Yani iwe watu hawana tena hoja kwamba sisi tulikuwa hatujui, sisi tulikuwa hatujapata hiyo taarifa.
mmeletewa maksudi mjulishwe hili ni jema, hili ni baya, ili mkenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala msiwe na hoja kwamba mlikuwa hamjui. Sawa eh? Wa awwaluhum Nuhun alayhi salam, na wa mwanzo katika mitume hiyo ni Nuhu alayhi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na wa mwisho wao ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wadalil ala anna awwalahum Nuhun alayhi salam, na dalili ya kwamba wa mwanzo katika mitume hiyo ni Nuh. Mtu anaweza akajiuliza kwa nini asiwe Adam? Hapa tunazungumzia nani? Rusul, mitume, hatuzungumzii anbiya. Anbiya wa mwanzo ni nani? Adam. Lakini rusul wa mwanzo wao ni Nuh. Takuja kueleza katika darasa ijayo, tukumbushane tofauti kati ya nabii na rasul. Kwa hiyo wadalil, na dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna auhaina ilaik, hakika sisi tumefunua wahi kwako wewe, kama auhaina ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, kama tulivyomfunulia Nuh, sawa na mitume baada yake. Sawa, kwa maana tumekufunulia wewe kama tulivyomfunulia yule Nuh na mitume waliokuja baada yake. Hii inaonyesha kwamba wa mwanzo ni Nuhu. Tayari? Tayib. Kwa inshallah tuje tuendelee basi hapo katika darasa ijayo biiznillah azza wa jalla. Kwa leo tufikie hapo, wallahu aalam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.